Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Leo tunazungumzia ukulima wa zao la ufuta. Zao la ufuta ni miongoni mwa makundi ya mazao ya mafuta kama vile karanga na alizeti. Zao la ufuta linalimwa kwa wingi katika mikoa ya Mtwara, Ruvuma, Pwani, Morogoro, Dodoma, Tanga na ukanda wa chini katika mikoa ya Rukwa na Mbeya. Zao hili hulimwa kwa matumizi ya chakula na biashara. Mkoa wa Lindi unaongoza katika kulima zao la ufuta. Dr. Omari Karanje Mponda ni kaimu mkurugenzi mkuu wa kituo cha utafiti wa kilimo na Liendele. Yeye anatuelezea historia fupi ya zao la ufuta hapa nchini. Zao la ufuta kwa kweli kuanzia wakati wa mkoloni Mjerumani alikuja hapa Tanzania akakuta mababu zetu wanalima ufuta. Na yeye mwenyewe alikuwa amependa sana kwamba zao la ufuta liwe zao la biashara kwa wakati huo. Lakini kwa teknolojia za wakati ule, ile miaka 1800 1900 ilikuwa haitoshelezi. Lakini wakulima wengi walikuwa wanalalamika kuhusu matatizo ya vibaruti kwenye ufuta. Sasa nafikiri teknolojia zilikuwa bado hazijagunduliwa za kutosha. Kwa hiyo ndio maana ikaletwa pamba kwa mikoa hii ya kusini, kwamba pengine pamba ndio lingekuwa zao la biashara. Lakini baadaye nafikiri mtakumbuka kulikuwa na vita ya Majimaji ambapo wazee wetu walikuwa hawakupenda walime pamba. Kwa hiyo zao la pamba ndio lilikuwa limeshamiri kwa wakati wa ukoloni, lakini ufuta bado ulikuwa ni kidogo. Kufikia mwaka 1949 nafikiri sisi kama Tanzania kupitia bandari ya Zanzibar tuliweza kusafirisha karibu tani 3000 kwenda nchi za nje. Kwa hiyo ni zao ambalo lilikuwa linapanda, lakini kwa kipindi kile wakoloni walifanya utafiti, kuna mbegu ambazo walizigundua. Moja hapo naweza kusema kwamba kulikuwa na Lindi White, kulikuwa na Morada, kulikuwa na SSBS 4, na SSBS 7. Hizo ni utafiti ambao ulifanyika kule na Chingwea. Lakini baada ya uhuru sisi utafiti wetu ukahamishwa kutoka na Chingwea kuja na Liendele. Sasa kuanzia wakati na Liendele tukaanza hapa mwaka 78 kama programu ya utafiti wa mbegu za mafuta. Wakati tulikuwa tunasaidiwa na wenzetu hawa kutoka Uingereza. Kwa kulikuwa na mradi wa mbegu za mafuta. Sasa matokeo ya mradi wa mbegu za mafuta mpaka walipokuwa wanafunga virago wenzetu wale wa kutoka Uingereza, tulikuwa na mbegu mbili za karanga. Moja inaitwa Johari, nyingine inaitwa Nyota. Alafu kwenye ufuta tulikuwa na bahati kwamba tulipata mbegu moja ilikuwa inaitwa Bora. Sasa ni mbegu ambazo zilikuwa zinatumika kwa kipindi cha miaka ya 80. Na ukumbuke kwamba miaka ya 80 uzalishaji wa ufuta ilikuwa tunapata karibu tani 6000 ambazo ndio zilikuwa zinapita kwenye vyama vyetu vya ushirika. Lakini kazi kubwa imefanya kupitia mradi wa mbegu za mafuta kuanzia wakati ule. Tuseme tu kwenye ufuta mpaka sasa tunaweza kusema kwamba kuna mbegu karibu aina 8 ambazo sisi tumezitoa hapa na Liendele. Labda niziseme tu kwamba kwanza tulitoa hiyo Bora, hapo baadaye tukaja kuna mbegu inaitwa Ziada 94, kuna nyingine inaitwa Sawia 94, kuna nyingine baadaye tukaitoa inaitwa Lindi 2002, lakini baadaye tukaendelea tukapata Mtondo 2013. Sasa hizo ziliungana na nyingine za huko nyuma, kulikuwa na Liendele 92 ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo kwa ujumla utafiti umefanya kazi kubwa sana, kwa sababu huko nyuma ukumbuke kwamba mbegu ya kienyeji ndio ilikuwa inatumika kwa kiasi kikubwa. Na ile mbegu ya kienyeji ilikuwa inachukua sio chini ya miezi 5. Na yenyewe tabia yake ilikuwa na majani mengi kuliko vikonyo vile ambavyo vinaleta mbegu. Sasa utafiti wetu umeonyesha kwamba mbegu ya kienyeji ilikuwa inazaa kilo 300 katika hekta moja. Lakini hizi mbegu za kisasa zinazaa karibu mara 5 zaidi ya hizo nani. Sasa hiyo tunaweza tukasema kwamba ndio imesababisha matumizi bora ya mbegu bora za ufuta, imesababisha kwamba nchi sasa hivi inaweza ikajidai kwamba Afrika ni ya kwanza katika uzalishaji wa ufuta, kwa sababu sasa hivi tunazalisha karibu tani milioni 1.2 na acreage au kwa maana ya eneo ambalo linalimwa na karibu eneo la
hekta 900 na kitu hivyo. Kwa hiyo nafikiri na kwenye ufuta tumefanikiwa sana, na kama ningekuwa ni zao la kuondoa umaskini na ambalo limechangia sana kuondoa umaskini wa Watanzania wengi, ni zao la ufuta. Zao la ufuta miaka ya 80 ilikuwa nasema 75% nalima Mtwara na Lindi, lakini leo hii picha ni tofauti. Zao la ufuta linalimwa Manyara, kwa sababu naweza nikasema kama vile ni nchi nzima, na kwa Kiingereza anasema it is an emerging cash crop, kwa sababu tulizoea kwamba mazao ya biashara yetu ni korosho, ni katani, sijui ni pamba, kahawa na chai. Lakini sasa hivi nafikiri na ufuta nao unatakiwa uingizwe kwenye hiyo listi kama ni zao la biashara, kwa sababu hata kwenye soko la dunia au statistics za FAO wanatufahamu kwamba Tanzania tunazalisha kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho cha kujipongeza kwa kazi nzuri ambayo tumeifanya watafiti kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Ufuta kwa kweli ni zao ambalo linapenda sehemu ambayo ina rutuba. Sehemu ambayo ina rutuba, na tunasema kwamba mtu ambaye analima ufuta anapokuwa amefungua shamba mara ya kwanza apande ufuta, kwa sababu walio wengi hawatumii mbolea. Lakini kama angekuwa na kutumia mbolea, nafikiri udongo wa aina yote ile unaweza ukafaa kutumia kulima ufuta. Tunasema apande kwenye udongo mzito wenye tifutifu kidogo ambao unapitisha maji. Udongo ambao unasimamisha maji sio mzuri kwa ufuta, kwa sababu maji yakituama ufuta unakuwa hauwezi kukua vizuri. Kwa hiyo wakulima wa ufuta waogope kwenye sehemu ambayo maji yanatuama. Lakini kwa maana ya tindikali nafikiri kwenye pH 5.5 mpaka 6.8 ni kipindi haipendi sehemu ambazo zina tindikali nyingi. Kwa mkulima wa ufuta, cha kwanza nasema kwamba atafute kwanza mbegu bora. Asilibe tu bora mbegu. Alafu la pili, akumbuke kwamba ufuta huo unashambuliwa na wadudu. Wadudu hawa wanaitwa vibaruta, wanashambulia katika zile wiki 3-4 za mwanzo. Sasa wiki 3-4 za mwanzo sisi tunashauri apate dawa inaitwa Tunza au inaitwa Gaucho. Sasa hiyo unachanganya na ile mbegu ili utakapopanda ufuta unapokuwa unaota tayari na ule sumu. Kwa hiyo wadudu hata wakishambulia ni kwamba watakuwa wanakufa. Na kama mashambulizi yatakuwa nazidi, kuna dawa inaitwa Carrot. Tunawashauri wapulizie dawa ya Carrot kwa mililita 5 kwa kila lita moja ya maji. Nafikiri kikubwa zaidi ni wadudu, mashambulizi ya wadudu. Mashambulizi ya magonjwa sio mengi, kwa sababu katika utafiti wetu tunapokuwa tunafanya uchaguzi wa mbegu bora tunaangalia ile mimea ambayo inavumilia magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo nafikiri mbegu zote kama hiyo Naliendele 92 inavumilia ugonjwa wa madoa majani, ukija Ziada 94 inavumilia sana magonjwa ya majani, lakini vile vile inavumilia ugonjwa wa kuoza ule matawi. Huku Amwera wanaita ugonjwa wa Lijombo, na utakuta wenyewe wamepandikiza machipukizi ya mianzi yetu kulinda ile. Nafikiri ile ni mila potofu, sio kwamba ukichomeka mianzi basi Lijombo au ugonjwa wa kuoza mashina unaweza ikaondokana nao. Sana tu ni kupata hizo kanuni bora za kilimo ambazo tunazieleza. Kuna magonjwa mengine kama ya Phyllodes ambayo majani yale tuseme maua huwa yanabadilika rangi kuwa rangi ya kijani, lakini ni ugonjwa wa kirusi. Kwa hiyo sisi Tanzania sio tatizo kubwa sana. Ni tatizo kubwa sana wenzetu wa India. Tumesikia kwa wakulima kwamba ufuta toka kupanda mpaka kuvuna unachukua muda mfupi sana, lakini soko la ufuta likoje? Dr. Mponda anafafanua swala hilo. Niseme tu kwanza tofauti ya mbegu za kiasili na za kisasa, kwa sababu unajua kuna mabadiliko ya hali ya hewa. Wazee wa zamani ya miaka 1940 walikuwa na mbegu yao ambayo inakuwa inachukua karibu miezi 5 mpaka miezi 6. Kwa hiyo utapanda mwezi wa 12 na utaanza kuvuna mwezi wa 6, mwezi wa 7. Hasa ile kidogo ilikuwa inawapotezea watu muda mwingi, kupoteza nguvu kazi kwa ajili ya kulima hiyo na tabia yake kama nilivyosema kwamba ulikuwa unakuwa na majani mengi kama vile unalima mchicha vile, alafu vile vikonyo vinakuwa vichache. Sasa mbegu zetu za kisasa ni kwamba ni za muda mfupi, kwa sababu tumejali vile kwa sababu kuna mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo kuna mbegu ya Naliendele 92 ni mbegu ya siku 90 mpaka 100. Alafu kuna mbegu ya Ziada 94 ni ya siku
115 mpaka 120. Mbegu hii imeonekana kwamba inapendwa sana na sehemu ambazo watu wana mvua nyingi, kama wale wanaokaa Mbeya kule, kwa sababu mbegu ya Naliendele 92 inataka sehemu zenye kame. Mbegu aina ya Lindi 2002 inataka sehemu yenye ukame, kwa sababu na yenyewe ni siku 100, siku 110. Lakini kuna mbegu nyingine ambayo inaitwa, tumetoa mpya, inaitwa Mtondo 2013. Mtondo 2013 inakomaa baada ya siku 110 mpaka 115. Kwa hiyo kwenye maeneo yenye mvua nyingi inafaa. Kwa hiyo mbegu zote kwa ujumla ni kwamba zinafaa, isipokuwa uangalie wewe upo katika kanda gani, kanda ya ukame au kanda yenye mvua nyingi. Kwa hiyo na washauri ambao wale ambao wanaishi kwenye kanda zenye ukame watumie mbegu inaitwa Naliendele 92 au Lindi 2002. Wale ambao wanapenda wanapata mvua ya kutosha, nafikiri watumie zaidi hiyo ziada ya 94. Na kama watapenda kutumia Lindi 2002, basi waachelewe kidogo kupanda, isiyo wapande mwanzoni mwa mvua, kwa sababu yenyewe haichukui muda mrefu sana. Alafu faida hizi mbegu tunasema kwamba zenyewe ni nyeupe. Wao kwenye nyeupe kwenye soko la dunia wanazipenda sana, kwa sababu matumizi ya ufuta kama chakula, mtu anatengeneza mafuta, alafu keki yake ile ikibaki unaweza ukatengeneza halva, chakula ambacho ni chakula cha namna nyingine, ambayo kama vile wanaweka kama siagi. Alafu wengine wanatengeneza kama kashata. Kuna kashata zingine tumeziona hapa za Wachina, ziko nzuri tu, zimetengenezwa vizuri, sio kama hizi za kwetu ambazo tunazitengeneza. Alafu tukumbuke kwamba ufuta unatumika vile vile kwenye wanaosindika vyakula, kwa sababu mafuta ya ufuta yana shelf life, yani yanaweza ikatuza kile chakula kwa muda mrefu bila kuharibika. Kwa hiyo inatumika sana kwenye viwanda vya kusindika vyakula. Alafu vile vile mafuta ya ufuta yanatumika sana hata kutengeneza madawa, hasa haya tunaochoma sindano, kwa sababu mafuta ya ufuta yanaonekana yako mepesi, kwa yanakuwa kama ni carrier ya dawa fulani. Kwa hiyo kuna nini, na hata kwenye vitabu vya Biblia nafikiri wameandika kwamba zamani mtu walikuwa wanapasua, wakiweka mafuta ya ufuta kidonda kinajifunga chenyewe, kwa sababu yenyewe inakuwa ni antibacterial. Kwa kidonda kile kama umepaka mafuta ya ufuta ni kwamba akiwezi kaingia fungus au kuingia wadudu wengine, kwa kinakuwa kinapona chenyewe tu. Lakini matumizi mengine ya labda yale majani yake au maua yake, kwenye cosmetic industry wanatumia sana maua yake yale. Ila kwetu sisi Tanzania nafikiri kikubwa zaidi ni kwamba tunapata chakula cha mifugo, tunapata mafuta, alafu yale masuke yake utakuta watu wametengeneza ua wanatumia. Lakini kama tungekuwa kwenye nchi za Ulaya, nafikiri yale majani yake au kwa maana ile miboa yake ile bado unaweza ukaitumia kwenye kiwanda cha karatasi. Ufuta una virutubisho vingi sana. Ufuta unalinda mwili kwa kutengeneza kinga mwilini. Ufuta unasaidia sana watu wenye kisukari na kansa. Virutubisho ni vingi sana kwa sababu protein ni nyingi sana. Particularly kanaka kuna amino acid zipo karibu aina 20. Kwenye ufuta amino acid ambayo ni nyingi sana ni methionine. Alafu vile vile ufuta kuna antioxidant au ni vitu ambavyo vinalinda mwili. Kuna sesamol na sesamolini. Sasa sesamol na sesamolini huwa vinasaidia sana mwili usipate maradhi fulani ya mnono. Kwa mfano watu wenye diabetes au ugonjwa wa kisukari, watu ambao wana pressure, watu ambao wanakuwa na kansa, wanashauriwa watumie zaidi mafuta ya ufuta. Baada ya kuzungumza na kaimu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti na mazao Naliendele, timu ya kilimo Ajira Yangu ikaamua kutembelea baadhi ya wakulima wa zao hilo. Watu ambao wametoka kijijini huku walikuwa na maisha kama mimi, wakaona afadhali wakimbilie mijini, lakini maisha yao najuta kuwasikiliza, make wengine inawezekana siku nyingine akalala kwenye pipa, akalala upenuni mwa jirani, kwa ajili ya kuogopa kilimo. Lakini wangejua kwamba ajira rahisi sasa hivi ambayo iko huru na bure ni kilimo. Ushauri wangu kwa wao, kama alikuwa mwana kijiji wa kijiji cha huku kusini, bora arudi
akajiunga na watu popote pale atakapokwenda, ajiunge na watu kama hao. Na niseme kwamba mwananchi yoyote yule asijiweke mbali sana na vikundi, kwa sababu vikundi hivi vinatoa elimu, vina faida, serikali inakujua. Kwa hiyo mimi leo hapa nipo hapa nachukuliwa kwenye video kama hivi, sina shaka mwenzangu. Tunalima kitaalamu, maana tunapanda mstari hadi mstari sentimita 50, shina hadi shina sentimita 10. Na wakati huo tayari tukishafanya kazi hizo, tunaweza kufanikiwa ekari moja kupata gunia 6 zenye ujazo wa kilogramu 100. Kwa hiyo kila eka moja tunaweza kupata gunia 6 zenye ujazo wa kilo 100. Kiasi kwamba tukitofautisha na kule mwanzo tulivyokuwa tunalima ufuta wa mababu, ule ufuta tulikuwa tunapata gunia 2 mpaka 1.5 kwenye ekari moja. Sisi ufuta huwa tunapewa na watu wanaliendele. Na tukishapewa na watu wanaliendele, sisi kazi yetu ni kuzalisha mbegu. Wao ndio wanakuja kununua tayari kwa kutawanya mbegu. Ujumbe wangu kabla hujakomesha, naomba nikae wazi wakati ninaongea na wawe na TV na radio na masimu, wasikilize maendeleo yetu yalivyo. Haya niliyoyasema, nimetoka wapi na tunakwenda wapi na nimefikia wapi na tupoje. Ataona, akijua Fatu Chirunduma amejengewa nyumba, amejenga, sio amejengewa na kikundi kwa akili. Amejenga kwa akili za kikundi, unasikia, na maarifa na utaalamu, basi hao watajua kumbe kulima kuzuri. Na leo hii akifika hapa kijijini, akirudi akikuta hali kama hii, naona atafaidika tu, atasema mbona mimi ukule najichelewesha, kwa nini nisirudi nije niungane na hao? Na anakaribishwa tu hata akifika leo. Lakini pamoja na ugumu wa fedha kutoka wizarani na niendelee, nikaamua kufungua kilimo ufuta. Bahati pale nilipoadia habari ya mtama, alikuwa bwana shamba wetu Bomera, aleta mbegu kutoka na niendelee. Ipo Lindi, ipo Ziada na mbegu zingine. Lakini pale kila mtu alikuwa anachagua mbegu inayomfaa. Kwa hiyo nimechagua mimi Lindi 2002. Halafu baadaye ndio nikapata Lindi White mwaka jana. Lakini Lindi 2002 tunachopenda mabomba yake yapo 6. Au unastamili ukame, au unakwenda juu. Au wakati kabla hujakata majani yote yanapakatika chini. Kwa hiyo inaturahisishia wakati umekauka unaoshia kupiga, takataka inakuwa chache. Ndio tunaipendea hii. Kwa hiyo hii 2002 hii Lindi White inachelewa, inataka upande mwezi Januari. Lakini hayo ukiangalia kwenye tabia nimepanda tarehe 22. Kwa sababu nilitumia trekta lilikuja hapa kutoka na niendelee kule mifugo. Bahati nzuri halo lilikuwepo, basi ukawa mimi natangulia, yenyewe trekta inafuata nyuma. Mimi napita na mwaga ninakuja nafukia mpaka kufikia hiyo. Kwa hiyo mimi ufuta hao sitaacha kulima. Sema kwamba serikali tunaweza kumsingizia Magufuli. Lakini serikali iliyo chini ya Magufuli inawezekana ndio inayotubana mbavu kufungua masoko. Hao wale wa chama cha msingi wenyewe labda wameiba kwenye korosho huko. Sasa wako kwenye mahesabu. Sasa serikali tusaidie watu wa kulima wa ufuta, mahindi, mtama, ituinue, kutuletea pembejeo mapema, kutushawishi kwanza mapema, kututembelea mapema. Unakuja mwezi kama tumevuna, utabahatisha nini? Inatakuwa uje mwezi wa 12. Jamani, andeni mashamba, mbegu tutawaleteni, kila kitu waleteni, ndio tunaposhukuru wakulima. Sasa tumekaa huko mwezi wa 9 na wakulima vipi? Panda mhogo, utapanda kwenda nani? Hamna. Azame goda na ufuta mwingi, mahindi mengi, mtama mwingi, ndio nilivyonufaika. Lakini sio nimenufaika kupata hela, hakuna. Nimenufaika hewa tu. Sasa uza wapi? Nimetunza toka mtama hauna soko. Mahindi debe moja nibebe mpaka mjini shilingi 7,000. Debe moja. Kwa hiyo utarudi. Ikipasa kama sikia njiani. 7,000 itarudi, hairudi. Lakini kama wangekuepo serikali kasema jamani, kila chama cha msingi kinaleta fedha muuze mahindi kilo kiasi fulani. Kama wanafanya wendetu wa Songea au watu wa Mbeya.
Kuna chama cha msingi pale cha mahindi. Au chama cha msingi cha ufuta. Pembejeo za tunapata haraka. Tunapata haraka. Lakini sasa waangalia, mikorosho tumelima sana. Waziri asema tatuletea nani? Waziri tatuletea sarufu. Eti mfuko mmoja mimi na mikorosho 50. Mfuko mmoja tutakuja inasema mara 5. Mfuko mmoja mara 5 utaweza? Hakuna. Lindi ni miongoni mwa mikoa ambayo inalima ufuta kwa wingi. Na Dr. Mponda ni mtafiti mkubwa wa mazao ya mafuta. Hapa anatoa ushauri kwa wakulima. Mimi ninafurahi kuona kwamba serikali nayo, maana hili swala lilikuwa kama kuna mtu mmoja analisukuma sana. Maana mimi hapa nimeanza utafiti wangu tangu 82, mimi nipo na ufuta mpaka leo mwaka 35 nashughulikia ufuta. Kwa hiyo unapoona kwamba kuna wadau nao wananiunga mkono mimi naona ni furaha sana, kwa sababu ingekuwa ni mimi ningesema kama nchi nzima tulime ili na sisi tupate hizo hela za ufuta. Kwa sababu sisi huko kanda ya kusini tuna bahati sana. Kuna zao la korosho linaweza likaondoa maskini. Kuna zao la ufuta linaweza likaondoa maskini. Kuna zao la karanga linaweza likaondoa maskini. Kuna vitunguu vinalimwa linaweza kuondoa maskini. Kwa hiyo watu kama wangekuwa na changamka kila zao. Alafu tunachokiona ni kwamba mtu akishavuna korosho basi amekaa. Lakini kuna kazi nyingi za kufanya. Lima korosho ni mazao yote ni. Sana ninachokiona mtu amelima eka 1, eka 2, eka 3 anaona kama ni shamba kubwa. Lakini nimekwenda kule Manyara, yani mtu anakuta anaeka 100. Naenda kule Katavi sijui kwenye bonde la Usangule, mtu anaeka 100. Wenzetu labda wana uwezo mkubwa sana. Na mimi ningefurahi kuona kwenye kanda yetu, kwa sababu originally zao hili lilikuwa linaonekana kama watu wa Mtwara na Lindi. Lakini sasa wataweza kupitwa kimaendeleo. Sio vibaya kwamba watu wengine wasilime, lakini na mimi ningefurahi kwamba hawa waanzilishi ambao historically ndio walikuwa wanalima ufuta, basi na wenyewe waanze kupanuka, waongeze maeneo ya uzalishaji na kwamba wote watumie mbegu bora. Bahati nzuri ambao wamepata wenzetu labda wa Manyara, wa Dodoma, wa sehemu nyingine, hawakuanza na mbegu za kienyeji. Wamefika tu kuanza hizi na mbegu za kisasa. Kwa ndio maana hao production imeongezeka haraka sana. Huku kwetu Mtwara na Lindi kuna watu wana mbegu mpaka leo hiyo wanatumia mbegu za zamani za wanazotunza wenyewe. Mimi nafikiri wakati fulani tungetakiwa tuelimishane sana, kwa sababu haiwezekani taasisi ya utafiti analiendelea inafanya kazi hapa inagundua mbegu mpaka 8, lakini mtu bado ana recycle mbegu yake ya kiasili. Inaonekana kama vile anaishi karne ya 17 wakati wenzake wapo kwenye karne ya 21. Nafikiri ipo sababu kwa serikali kuwekeza au kutoa maelekezo angalau wenzetu hawa ambao wanataka kutuangusha. Nika mtu anatumia mbegu ya kienyeji ambayo inazaa mara 5 chini zaidi ya ile mbegu bora, alafu bado unaendelea nini? Kwa kweli hapo ni kama unaolewa maskini. Mbegu hizi zipo, na bahati nzuri makampuni ya mbegu nchini yako yamechangamka, yanazalisha. Kuna ASA wanazalisha mbegu, kuna Tanseed International wanazalisha, kuna Suba Agro wamejitahidi kuzalisha, huwa zinapatikana. Na watu wa Mtwara na Lindi hawana sababu, wanaweza kuja hata na liendelea wakapata mbegu. Tumeanzisha vikundi vya uzalishaji mbegu kwa nini? Sasa sielewi kwa nini mtu angangania mbegu ya kiasili. Kwa kweli anatuchelewesha. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Usikose kipindi kingine wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.